Unataka kupona changamoto ya HPV katika mwili wako? Inawezekana ni mwanaume ama ni mwanamke. Hebu nisikilize, kaa chini alafu nisikilize au sikiliza video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mawili ya kuweza kuzingatia pale ambapo unahitaji kuweza kupona changamoto ya HPV. Mara ya kwanza tu unapozungumza na mtaalamu wako ambaye ni daktari wako kuweza kutibia changamoto, hakikisha unafanya mambo. Jambo la kwanza, hebu jieleze vizuri, sawa? Kuna baadhi ya watu unazungumza nao anaficha changamoto yake kiasi cha kwamba hazungumzi ilianzia wapi, hazungumzi chanzo kilitokea wapi, kiasi cha kwamba unashindwa. Ni mtu ambaye huwa anaficha mambo yake. Sasa ukiwa unaficha jambo, ni ngumu sana kuweza kupata matokeo. Ni vyema ukawa mtu ambaye unakuwa ni muwazi pale ambapo unahitaji kuweza kusaidia. Jambo la pili, unapoanza kutumia matibabu ama unapotumia tiba, hakikisha ndani ya matibabu ambayo uko nayo kuna dawa ambazo zitakusaidia kwanza kuhakikisha kwamba unasafisha mfumo wako wa damu, lakini jambo la pili zikusaidia katika kuimarisha kinga zako ya mwili. Nikwambie tu ya kuwa maambukizi yoyote katika mwili wako huwa yanashambulia moja kwa moja katika kinga zako za mwili. Hivyo kinga za mwili zikiwa chini ni ngumu sana kuweza kupata matokeo, na ndio maana tunasema kwamba si kila dawa inaweza kusaidia kupona changamoto ya HPV katika mwili wako. Ni vyema ukatafuta dawa ambazo pia zitakuwa na uwezo wa kusaidia katika kuimarisha kinga zako za mwili. By the way, nimekuwa nikiwasaidia watu wengi wenye changamoto kama hizi na wamekuwa wakipona ndani ya muda mfupi. Kama ni moja hapo, basi kisha nitafuta ili tuweze kuanza matibabu.